mambo matano mkionjwa nayo. Moja katika hayo akasema hautodhihiri uchafu mpaka ukawa unafanywa wazi wazi uchafu, maana zinaa, isipokuwa Mwenyezi Mungu atatuletea maradhi mabaya, maradhi yaliyokuwa hayana dawa. Mtatafuta mashariki na magharibi, lakini hampati dawa kwa sababu ya maradhi haya. Lakini sivyo tu, na matatizo na majanga ambayo hayakuwako wakati watu wa kheri wa zama za mbali, yatakukuteni majanga mbalimbali kwa sababu ya kuenea nini? Kuenea uchafu. Watu wamewakuwa hawamuogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanadamu wote ni wenye kukosea kibinadamu, anakosea anajua, anakosea mengine hajui. Basi Mtume anasema wa khairul khataina, bora katika wale ambao walifanya makosa hali ya kuwa wanajua au hawajui, atawabuna, na kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa haraka na kutubia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyotujalia tena kwa neema zake na kwa fadhili zake, tumekutana tena katika kipindi chetu, kipindi cha kukumbushana kwa ajili ya maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kama ilivyokuwa kipindi kilichopita, tulizungumzia mada yetu juu ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiandaa kikamilifu na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mada iliyopita kwa uchache ni kwamba tulizungumzia turudi kwa Mwenyezi Mungu, tukiacha yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza na kushikamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuyafanye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waumini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo kwa ya kweli na ya sawa sawa, bimaana tutubie, tuache tuliyokuwa tunayafanya, tusije tukarudia tena yale ambaye tukiyafanya hali ya kuwa tumefanya toba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutuambia sisi, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allahi, tubuni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tubuni kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfiruhu, natakeni msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mlioyafanya. Yale ambayo tumeyafanya ni lazima tumtaki Mwenyezi Mungu msamaha, kwa sababu yeye mwenyewe anasema fa inni atubu fi yawmin 100 marra, hakika mimi mtume wenu naomba toba na msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara 100 kwa siku, kwa hadithi aliyopokea al-Imam Muslim. Naam, kama ilivyo binadamu ni mkosaji, na kwa kuwa ni mkosaji basi akikosea arudi. Na mafundisho mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia kullu bani adama khata'u, wanadamu wote ni wenye kukosea kibinadamu, anakosea anajua, anakosea mengine hajui. Basi Mtume anasema wa khairul khata'ina, bora katika wale ambao walifanya makosa hali ya kuwa wanajua au hawajui, atawabuna, na kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa haraka na kutubia. Kwa hiyo sisi tunaambiwa kwamba tujitahidi kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo tulimkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni katika nukta chache kwa kuunga mada iliyopita ambayo ilikizungumzia kwamba sisi tunatakiwa tuweze kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama leo kwa dakika zetu sisi zilizobaki, tutakumbushana tena juu ya sisi kufanya maandalizi kwa ajili ya safari ya akhera. Wote tuko duniani, tuko safarini, na kwa kuwa tuko safarini basi tufanye maandalizi ya safari hii ambayo ni nzito. Sayyidina Ali karramallahu wajha aliulizwa ani taqwa, akasema at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Taqwa kwanza yeye alisema ni amalu, kuifanyia kazi Qur'ani, lakini wal khawfu bil jalil, na kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini akasema wasti'dadu liyawmir rahil, na mtu kufanya maandalizi kwa ajili ya kesho. Sisi tuko hapa tunaishi, kesho leo na kesho tutakufa kama walivyokufa ndugu zetu
kama walivyokufa vipenzi vyetu, mashekhe zetu, baba zetu, babu zetu, na sisi ndivyo hivyo tutakuwa ni wenye kuondoka katika ulimwengu huu. Kwa hiyo ni wajibu kukumbushana, ndugu zangu, tujiandae na siku yaumur rahil, istidadu liyaumir rahil, kujiandaa na siku ambaye kila mmoja wetu namsubiri mbele zake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na mmoja katika vijana wa Kiansari pale, akaulizwa, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdalu, ni yupi muumini bora? Muumini bora, Mtume akamjibu akamwambia, ahasinuhum akhlaqa, aliyo bora ni yule ambaye ana tabia nzuri zaidi katika nyinyi, ndio bora. Kisha akamuuliza swali la pili, wa ayul mu'minina akyasu, Mtume ni yupi muumini mwenye akili timamu, ni yupi? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu tena akamwambia, aktharuhum lilmaut dhikra, ni yule ambaye anakumbuka sana siku ya kuondoka, lakini waidu lahu qabla an yunazzala bi, na anafanya maandalizi kabla siku ya kifo hakijamfikia. Kisha Bwana Mtume akawageukia masahaba, walikuwepo 10 pale, akiwepo Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq na wengine 10, akawaambia, khamsu khisal, mambo 5, idha btulitum bihin, mkionjwa nayo, wa a'udhu billahi min an tudrikuhun, na mimi Mtume naomba Mwenyezi Mungu asinikutanishe nayo mambo hayo. Moja katika hayo akasema, walam tadhhiru alfahisha, hautodhihiri uchafu, hatta yu'linu biha, mpaka ukawa unafanywa wazi wazi uchafu, maana zinaa, illa fasha fihi mutaun, isipokuwa Mwenyezi Mungu atatuletea maradhi mabaya, maradhi yaliyokuwa hayana dawa. Mtatafuta mashariki na magharibi, lakini hampati dawa kwa sababu ya maradhi haya. Lakini sivyo tu, wal awjaa allati lam takun fima madha min aslafihim alladhina madaw, na matatizo na majanga ambayo hayakuwako wakati watu wa khairi wa zama za mbali, yatakukuteni majanga mbalimbali kwa sababu ya kuenea nini? Kuenea uchafu. Watu wamewakuwa hawamuogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujiandae sana na safari hii, al-istidadu liyawmir rahil. Sayyidina, katika moja ya tabi'i mkubwa Hasan al-Basri, katika moja ya maneno yake ya hikma anatuambia, anamwambia mwanadamu, ya ibn adama, mwanadamu, inakuambia kila siku. Anasema maneno hayo Sheikh Hasan al-Basri, kila siku inakuambia wewe mwanadamu ujiandae. Anasema, ya ibn adama, ma min ayamin yanfaqu fajruhu illa wa yunadi, hakuna siku ambayo inachomoza jua isipokuwa siku hiyo huita na kumlingana huyo mtu, inamwambia, ya ibn adama, mwanadamu, ana khalqun jadid, mimi ni kiumbe kipya, maana ni siku mpya mimi. Wa ala amalika shahid, na juu ya matendo yako yote ya leo, katika siku ya leo mimi ni shahidi wa hayo. Sasa basi, fatazawadu minni, basi taka faida, jiandae kwa ajili ya siku mimi leo, kwa sababu fa inni idha madaitu, nikipita mimi leo, falan auda ila yaumil qiyama, sitorudi isipokuwa siku ya kiyama, na nikirejea nitakuja imma hujjatul laka, imma nitakuwa kutolea ushahidi wa khairi kwamba siku ya leo linitumia vibaya, wa imma hujjatu wa imma alaika, imma nitakutolea mimi ushahidi ambao wewe ulikwenda vibaya na hukuitumia siku vizuri. Kwa hiyo tutumie fursa hizi ambazo tunazitumia. Fursa ambazo tunazo ziko nyingi. Fursa ya kwanza, tumia fursa ya ujana. Vijana tupo leo tunarukia mambo ya dunia, vijana tunafanya mambo mbalimbali, vijana ambao tunarukia vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayataki. Tutumie ujana, kwa sababu miongoni mwa maswali atakayokuja kuulizwa mja siku ya kiyama, ataulizwa mtu katika hadithi maarufu, la tazula qadamu abdi yawm alqiyama, hautonyanyuka unyayo wa mja siku ya kiyama kwenda popote bwana, hatta yusal an arba, mpaka aulizwe maswali manne, mambo manne tu, maswali ni manne tu. Ataulizwa an umrihi fima afnahu, umri wake, je uliutumiaje umri wake? Lakini wa an shababihi fima ablahu, na ujana ataulizwa, je ujana wake kautumia wapi? Lakini si ujana tu, baada ya kutumia ujana ataambia wa an ilmihi, na elimu yake, madha amila bihi, alitumia kwenye nini elimu yake? Na swali la 4, wa an malihi min aina kitasabahu,
wapi aliichuma, wa fima anfaqa, na wapi aliitoa. Tutosheka kwa leo inshallah kwa ujumbe huu, tukipata muda tutakuja kuendelea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.